Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa bado tunaendelea kukuchambulia mambo mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini tunatazama mzozo ambao bado umeigubika Iran pamoja na Marekani na pia eneo zima la Mashariki ya Kati. Waandishi wa habari walimuuliza waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi baada ya kumalizika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran kwamba je, bado wamejipanga kwa mapambano zaidi dhidi ya Marekani. Abbas Araghchi amejibu akisema kwamba sio tu kujipanga, tutashambulia kambi zote za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itaamua kuanzisha mashambulizi yoyote. Wakati huu kumekuwa na mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na mazungumzo haya yamejikita zaidi katika suala la nyuklia. Hata hivyo, mazungumzo haya yalianza baada ya kuonekana kwamba mzozo unazidi kuwa mkubwa zaidi kati ya nchi hizo mbili, na wakati huu ni mzozo wa maneno, kwa ni vita baridi vya maneno ambavyo viongozi kutoka mataifa yote kila mmoja anazungumza kwa kujiamini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba Iran imetoa silaha zake zote muhimu kwa ajili ya mapambano wakati wowote ambapo itashambuliwa. Lakini pia wakati huu ni Marekani ambayo imeona moja kati ya njia muhimu ni kuelekea katika mazungumzo. Moja kati ya mpango ambao ulifanywa na Marekani kwanza ni kusogeza meli yake ya USS Abraham Lincoln zaidi ya kilomita 1000 kutoka karibia kabisa mwa ufukwe wa bahari, hasa katika eneo la mlango bahari wa Hormuz hadi kupelekwa katika bahari ya Arabia. Ni umbali mrefu kidogo, na hii ni moja kati ya namna ambavyo Iran inaona imeheshimiwa. Kadhalika, jambo jingine ambalo wakati huu linaonekana ni haya mazungumzo. Iran imesema wazi kwamba endapo itashambuliwa itajibu vikali kupitia viongozi wa kisiasa, kupitia viongozi wa kijeshi. Kila mmoja anaonekana kuionyesha dunia kwamba nchi ipo tayari kwa ajili ya kuikabili Marekani wakati wowote. Iran wakati huu kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi anasema kwamba itashambulia kambi zote za kijeshi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, ikiwa itashambuliwa na vikosi vya Marekani ambavyo vimepiga kambi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, bado kuna mazungumzo ya kutofautiana kati ya washirika wa Marekani. Miongoni mwa washirika hao ni pamoja na Israel ambayo wakati wote inatamani mashambulizi yafanyike, na mashambulizi hayo yafanyike katika mpango wa kushambulia maeneo yote yenye silaha za masafa marefu ya Iran, lakini pia kushambulia miundombinu ya nyuklia iliyosalia nchini Iran. Huo ndio mpango ambao Israel inautaka. Lakini washirika wengine wa Marekani ikiwa ni pamoja na Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini pia Saudi Arabia na mataifa yote katika Mashariki ya Kati yanaona kwamba hakuna namna isipokuwa Marekani isifanye shambulizi lolote dhidi ya Iran, na ni kwa sababu wanaifahamu vema Iran, kwa sababu ni jirani yao wa karibu. Wanajua kabisa namna ambavyo Iran italipa kisasi. Namo siku ya Jumamosi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alizungumza kupitia vyombo vya habari. Akasema mazungumzo yalikuwa ni mazuri, lakini bado tuna msimamo mpana kwamba hatutaruhusu kuondoa uranium iliyorutubishwa kuipeleka katika taifa lingine, na wala hatutaruhusu kupunguza uzalishaji wa makombora yetu ya masafa marefu. Lakini pia endapo tutashambuliwa, basi tutahakikisha tunashambulia kambi zote za Marekani zilizopo katika eneo hili la Mashariki ya Kati. Araghchi amesema hayo siku moja baada ya Tehran na Washington kuahidi kuendelea na mazungumzo ya nyuklia yasiyokuwa ya moja kwa moja kufuatia kile ambacho pande zote mbili zimetaja kuwa mazungumzo chanya ya Oman mnamo siku ya Ijumaa. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran amesema shambulizi jipya la Marekani litajibiwa kwa matokeo sawa na hayo, huku akiongeza kuwa haitokuwa rahisi kushambulia ardhi ya Marekani, lakini watalenga kambi zote za nchi hiyo katika mataifa ya kanda hiyo na wala sio nchi yenyewe, kwa sababu amesema bado hawana kombora lenye kuifikia Marekani. Ikumbukwe umbali kutoka nchini Iran hadi Marekani ni zaidi ya kilomita 10,000, na wakati huu Iran inakiri kwamba haina kombora ambalo litafika huko, isipokuwa tu washirika wa Marekani watakiona cha mtemakuni. Ni Marekani kuamua washirika wake waangamie au wasiangamie. Ni wakati huu ambapo itaamua kufanya shambulizi dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.